Karibu sana mtazamaji kwa channel hapa Konzibo Kenya TV. Make sure na subscribe na share ndo wa kwanza kutazama video zetu zingine. Na ni taarifa ya kukanganya sana pale ambapo mzee mmoja miaka 56 ambaye anaitwa Kithuka Kimunyi basi alipiga GSU mmoja pande za State House mshale mpaka akamuua. Naam, basi GSU aliuliwa, anaitwa Ramadhan Hamisi. Naam, ambaye ni taarifa ambayo ilishtua familia yake ambayo ilitoka mzima, baadaye kisha wakapewa taarifa ya kifo. Hebu sikiza ama tizama hii video ya shughuli hiyo ama habari hiyo yote ilivyokuwa, alafu tukaweze kuendelea. Huyu hapa ndiye mshukiwa anayedaiwa kuwavamia maafisa wa GSU wanaolinda ikulu ya Nairobi na kumuua mmoja wao kwa kumdunga mshale. Mshukiwa huyu amekamatwa na kutambulika kama Kithuka Kimunyi. Kithuka mwenye umri wa miaka 56 alishindwa kutueleza kilichomsukuma kuwavamia maafisa hao, akidai tu kutumwa na shetani. Tukio hilo lilitokea katika mojawapo wa maeneo yenye ulinzi mkali nchini. Kwenye taarifa za upelelezi, mshukiwa alifika katika lango kuu la ikulu ya Nairobi na kulazimisha kuingia ndani. Alipozuiliwa kuingia ikulu hiyo, inadaiwa Kithuka alirudi nyuma hatua chache na kujificha kwenye moja ya magari yaliyokuwa yakikaguliwa kuingia ikulu. Akiwa nyuma ya gari hilo, alichomoka na kumlenga mmoja wa GSU kwa mshale. Naam, ni taarifa nyingine ambayo inakanganya sana, manake tunajua State House basi ni mahali ambapo kuna ulinzi wa hali ya juu, inafaa kulindwe kama vile kambi ya jeshi. Naam, inafaa kuwe na snipers, inafaa kuwe na dogs wale wa kunusa, inafaa kuwe na walinzi hatari ambao uwezi hata kufika hapo, ama ukifika hapo basi wewe uwe umesachiwa na umesachiwa kwa makini sana, ambapo jamaa alikuwa ama mzee wa miaka 56 alikuwa anapita kwa gate D, ambapo ni gate ambapo wa civilian wanapita kuelekea ndani ya State House, na hajajulikana target yake mzee huyo basi ilikuwa ni nini. Maana alivyoulizwa alikuwa anasema ya kuwa ni kama alitumwa na shetani, ama alitumwa na shetani akaweze kuingia mahali hapo na akaweze kuua askari wa GSU. Wengine wa Kenya basi wamejitokeza na kusema ya kuwa huyo target yake haikuwa GSU bali ilikuwa ni rais mwenyewe ama Kasongo ndo alikuwa anaenda hapo kumpiga. Na basi wamelaumiwa sana maaskari ambao walikuwa wanalinda hapo ambao ni GSU ya kuwa basi kwa nini ulinzi wa hapo basi uko chini mpaka mtu mwenye mshale anawapiga. Je, ingekuwa ni mtu mwenye bunduki ingekuwaje? Na ni mahali ambapo ni State House ambapo inafaa kuwe na ulinzi wa hali ya juu. Na watu wanajiuliza kwani hakuna sniper? Manake mahali kama hapo inafaa kuwe na sniper kwa juu, na inafaa basi vile alivyosachiwa hivi vile alivyo lazimisha kuingia na akazuiliwa, basi ilikuwa inafaa asachiwe na akaweze kuangaliwa kuna nini ndo akaweze kurudishwa nyuma. Basi huyo ni kama akusachiwa, na alivyorudi nyuma akatoa ule utawaka akaweka mshale na akapiga askari huyo wa GSU, ambao ni swala lingine la kushangaza sana na la kushtua sana. Na mwizi hapa video acha nikuwekee ukaweze kutizama, lakini kama una wazo lako kuhusiana na usalama wa State House ya Kenya, basi nakuomba ukaweze kuweka hapo mbele kwa comment section. Na basi wengine pia wamejitokeza na kusema kuwa basi maaskari kama ni upande wa kupiga raia basi wako mstari wa mbele, kumiza raia basi wako mstari wa mbele, lakini kama ni kupiga adui basi wao huwa hapo wamefail kabisa. Na mtizama video hizi, make sure natizama, lakini kabla hujamaliza na kuomba kuweze kusubscribe tokeze kwa kwanza kutizama video zetu zingine. Wale watu wameenda kwa wasika napo. Ukiwa huko kwa hiyo police station, kama kuna wakili anaweza kuja kuone hapo, kama pia familia yako inaweza kuja kuone hapo. Utatajwa tarehe 28 mbele ya court nambari 10, yule deputy registrar wa High Court, court nambari 10, tarehe 28 mwezi wa 10. Utapelekwa huko Mbagathi Hospital for medical treatment kwa hiyo mguu yako, na hiyo treatment utapelekwa saa hii kabla kupelekwa huko police station. Sawa? Umeelewa? Umeelewa? Utapelekwa siku gani? Asante.
tupe nafasi